Na muko unasikiliza Amka na Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 17 za mwezi wa kwanza 2026. Majira ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 12:30 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, M23 wapora Uvira kabla ya kuondoka kwao, huku askari wawili wa M23 wakijisalimisha kwa wazalendo. Fizi, M23 Twigwaneho wakiona cha mtemakuni maeneo ya Point Zero. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijakataa mazungumzo, ila lazima yatokane na utashi wa rais. Mazungumzo ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Na mkumbuka operation Saidia Mzalendo bado kuendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kunindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira ambako M23 wapora Uvira kabla ya kuondoka jijini humo, huku askari wawili wa M23 wakijisalimisha kwa wazalendo. Hiyo tarehe 15 za mwezi wa kwanza 2026, magaidi wa M23 waliweza kuandika kibarua kwa Umoja wa Mataifa, zaidi kwa katibu mkuu wa shirika hilo ambaye ni Bwana Antonio Guterres. Katika mazungumzo yao, M23 wanadai kuweza kuondoka ndani ya jiji la Uvira na hivyo kuweza kuachia jiji hilo mikononi mwa jamii ya kimataifa. Vitendo ambavyo vimeonekana ndani ya jiji la Uvira ni vitendo vya kusikitisha na pia vya kukatisha tamaa kabisa, kuona watu ambao walikuwa wakijiita kuwa ni wakombozi, lakini wameweza kupora mali za wananchi na pia kupora mali za serikali, na hivyo kuacha jiji la Uvira likiwa litupu kabisa. Mashuhuda mbalimbali ndani ya jiji la Uvira wanashuhudia kuporwa kwa maeneo mbalimbali ya umma na hata pia lami iliyokuwa kwa ajili ya kutengeneza barabara ya Uvira inasemekana pia imeweza kuporwa na kupelekwa nchini Rwanda. Nchi ya Rwanda imekuwa ikikataa mara kwa mara kuhusika na ujambazi unafanywa na M23 ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kila kitu kinachoibiwa DRC, Goma, Uvira, Bukavu vyote vinapelekwa moja kwa moja nchini Rwanda. Tuliweza kuzungumza na moja kati ya wakaaji wa jiji la Uvira na alikuwa na haya ya kuzungumza kupitia Baraka1 TV. Salama baba na baba. Habari za jioni. Jioni tunashukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kwa saa hizi. Hebu tuongelee kwanza hali jinsi ilivyokuwa mchana wa leo mpaka jioni na usiku huu, hali ya Uvira ikoje? Hali ya Uvira pangia asubuhi hawa watu sawa vile hapa kwa entrepot entrepot wanamaliza sai bitu vyote na kujisha, manake piage moya ya maajabu yenye wanafanya hapa kwa entrepot. Bitu vyote hivi vinaisha pale kwa entrepot, na mapano na ile makabati, make vitu vya mingi sana. Bigo na pie na kuzisha raia bana, pia na kuzisha raia, bigo na pie wanajishia raia ama ujisha, lakini hapa bigo na beba nyoko magari banaenda ujishia fasi zingine sababu kule Mamulongwe kwenda Makalima Benge. Kisha banabeba kwa magari, gari inabeba ule makirikunya na beba inapeleka. Mchana leo alishinda biko na wishoisha tu zile mapano za hapa na mabiti ya plastiki ila ku guvernora ndio biko
ujisha. Na taarifa zingine kuhusiana na hali ya Uvira, bwizi ya mabajaji, magudro na vitu gani alikoe? Habari ya zile magudro, ule bwana mwenye alituma juu napata information yako ya Baraka One TV saa hii ma 18. Naona ile foto yenye ule bwana alikutumia. Ile ni kutumaske. Ile ilikuwa ni ya ilikuwa ni ya bongo ile, najua hivyo. Ile balifanya tu juu ya kupunguza tension, mais en vrai dire kuko realite nyingine. Realite iko biko na kamata zile magodron abazishimamishe, banalalisha azo mugari, banapanga banafinika na mabashe. Njoo habari lenye iko zile godron ziko naenda, basi tumasikia kusema kama kie habakubeba zile godron. Mabajaji, mamoto, makiriku, manyumba ya watu kuingilia. Nani jeudi jana ndio niliona bajaji moya naenda Bukavu, nilikuwa pale Kurompwe. Ile bajaji kapanda ikaenda vere Bukavu. Bakasema kwa sisi naenda Bukavu, asi naenda tumika kule Bukavu. Leo niliona bajaji ilipanda vide bila watu. Na movement ya bakahoko iko ai batu yabo biko mateni civile na maarme, mnaona movement basoda yabo biko na movement gani? Moving movement saa hii ya basoda babo bale benye balipia kwa msi 70 hapa nani ba policier. Bamwa bashaka kwa mateni civile. Ansikia. Ndio maana tulikuwa naomba FARDC na bazalendo wa ndugu yetu basingie kumutego ya bwana hapa. Hawa bwana ni bafasiri. Kwa ndugu yetu bakwe vigilant sana kule kwenye biko. Ansikia. Banafanya farce hivyo, mebiko mateni civile na mabunduki. Ndio gisi biko. Sasa vile balikuwa pale kunani hapa ku ile depo ya RN5. Ibe balikuwa na beba ile maferi ya beton na masima. Balikuwa kwa mateni civile. Nabiko pakiza zile masima kwa magari. Yani na masima na maferi ya beton zote wanabeba. Sasa wana ni piaje ndio yenye iko Uvira. Barabara tu ile kilalo ya Kamivira abakongola ile mafera betu. Abakubomola ile kilalo ya Kamivira hii. Kilalo ya Kamivira kwa vile. Message gani uko nayo sasa? Message niko nayo, nilikuwa napenda nipatie force yetu ya wazalendo na force yetu ya FARDC bakwe vigilant. Basi one comme si gisi wale wana banatoka kisha nabo bakwe kichwa bora bakwe vigilant sana. Okay, asante bwana, nakushukuru sana. Sawa ndugu yangu Akili Kabonga. Okay, mtama kabwa chakula hawachaguli kila kitu kinapasha ingiza pesa barabara viko na bebe. Maana saa hizi watu watalia ndio asubuhi. Wale wanashaka kwa station, mabajaji, matulapi na makiriku. Watalia ndio viko na sanya ndio kusanya. Na kila aveni mko gari yao ya metro. Kila aveni. Kisha hebu sasa convoy ziko nyuma, kubozo ziko mbele, ni kusomba ndio. Ni hatari. Basi ni babongo. Ni vya kweli mara kwa mara ni vya kweli. Saa hiyo wanaanza ukurasa. Ndio nasombea Rwanda kule. Ndio habari ile bwana. Wanakia kupora ndio washaona misio yao inaenda expire. Biko na pora kabisa. Kila siku biko na pora. Sio leo tu. Wanaacha raj na kuiba, mama wanaiba. Ushaona tunaiba na fera beto. Na mabajaji zilikuwa kwa station ngambo huko kwetu walibeba zote. Maana hiyo kulalisha mabajaji kwa station bana basi. Na kuambia vitu viko nguvu, na mimi nikala kwa barabara nione hizo magari. Juu na mimi sasa vedete ilipita njoo sasa mimi natoka Mlongwe na shima pale kumonimani kuna nauza mizuzu. Kwa maana ni hatari. Baba yetu Mloko si wa mwisho mtumba baba yetu. Alikuwa mwizi wa ajabu.
akaanza kutuadisia mwizi akiingia mnyumba ya mtu akikosa vya kubeba omwe abebe ataki sisi yake ya moto afike ubalabala atupe au alokota hata mapapa afike tu balabala atupe vile ndio roho na mtu, lakini kutoka bure bana shindwa. Ndio unaona ba mwizi bana kamatikaka mkakitu kama kaloko banaua. Ndio sawa sana wale babwana bali bo emwa ata bebe twende atupe tu bure tu biarbike tu vile ke amiachie kwabo kabisa, ile ni sumu. Aone kitu hivi kukongo na akiache hapana bongo, maana ana occasion ya kukibeba vile, lakini kama anapata occasion ya kubeba baba hamna bahati. Ndio ile mambo ya Uvira ana ya kubisha. Mambo ya Uvira haiko ya kubisha, ni vitu vya kweli beko naiba. Ile gudron iko naenda a partir ya jana hii busiku ndio walianza ile affair. Tofauti na hapo, askari wawili walikuwa kwa upande wa M23 ambapo hapo awali walikuwa wakitumikia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Baada ya kukamatwa mateka na kulazimishwa kuingia ndani ya M23, waliweza kutoroka kikundi hicho cha wauni na kujisalimisha kwa wazalendo. Mbemba Kongo Claude. Okay, mimi Lingala siki yake ongea. Asante sana. Sasa mweye kujikuta hapa mlitokea wapi? Barabara sie kugoma. Goma tuenda Rumangabo 9 mwa mafunjo. Tunatoka mafunjo na panja sie Mutukari kufika pora nini ya Goma. Tunapanda bato kufika Bukavu. Tunafika Bukavu ndiko panda kufika hapa. Tunaona kule 4 mois atopokea yake. Sira moya watu 3. Tukateseka, unabeba muziko. Apres muziko ile fimbo sana kama unafanya erere bataacha wewe pale banapika wema baboro. Benyele kwa anapiga ni banani? Ba M23. M23. Kama unafanya erere pale ndio mimi nachoka afande wale. Lala pale tu. Anaacha wewe pale. Nakupiga risasi. Na kufa pale. Utabakia pale banaenda. Bakwa origine batakuya kuzika maiti yako. Je, tunaona kule moya kula mubaya saa yote batokisa maragi kumoto anatia kumai kama hivi ale bukule kama nakatala kukula maragi ile ifo fimbo obligatoire bapika fimbo abeto fimbo ndo souffri ndio pesa yo batika ya lezi una topani souffrance comme la chimbo comme la no mais bangite masanga pete siko melima basanga osamboi tomoni souffrance na pita. Tunaona moya kuna tutoroka jana banasema twende kunini pasa nini yo ezini mko kuna nini Kiliba Ondese Kiliba. Okay. Twende Kiliba da 19h tunabeba muziko tunaona masa jana hiyo jana ile ya jana le 14 le 15 plutôt masa hapa moya kuna tutoroke na tupa ile ba chinizi ile tini yale tunashuka pale tini yale tunakimbia paka kufika kwa nani Mastere. Na kwa Pastere leo nje tunafika kwa nani Mastere. Ndio wanaita ni hapa wasema tupande pate tole karanzela kuna tupita na njia ile ya kule tini. Ndio wasema kule njia hakuna. Ndio chance ya Mastere ile anasema kwa sawa. Mimi naita mtu mmoja kule yulu mpanda kule. Ndio tunapanda kufika kwa bandeku yetu. Ndio tunafika. Depuis muingie mu M23 mko miezi ngapi? Ina 4 mois. Miezi 4. Mwaka na miezi 4. Le 27 janvier. Okay. 2027. Sasa hii magari tuko tunaona iko nakuja, jana kulikuwa magari na leo iko nakuja nasomba vitu, muko ni banakuwa kamata nini? Baiko na beba wasira wa kabambi. Ndio narudisha. Bana wasira za kabambi bazirudishe kwao. Kano ile mine kano 3. Na ile nyingine ya nini kama chade combat. Yaki mezonga chade combat. Izonga kibukavu deja. Okay. Ndio ingine bado karudisha na ba maiti ya ba ingine. Maiti zabo na ba blessé yabo. Okay. Ndio baba yabo bado karudisha busiku ndio banaendaka. Abaendaki mchana. Na mchana hivi yote kungana plotiri. Hapana kutembea kwa barabara hivi hapana, utaona hata bajipi moya hivi tu unatembea 4 sengi basi. Manake busiku batu sara hii haba uzitembea.
Basi vile batembea 19h mwisho. Ndio mwisho? Okay. Sasa mwe kule Goma mlikuwa mnatumika mwinite ya nani? Tunatumika na unité ya komanda mwe nani kakone nani. Ana batuma kule Kichanga, anarudia. Ameyu jina yake? Jina yake iko nguvu, jina yabo ya nguvu ile. Colonel wa FARDC kwenye mlikuwa mnatumika. Goma niko anashinaji nani? Kwa Seplice. Police. Seplice. Na komanda batayo yangu jina yake Kone Shelengi. Okay. Kone Shelengi ndio komanda batayo yangu. Okay. Jina general yangu jina Papi. Papi ndio general wako? Okay. 11e brigade. 11e. FARDC. Oh. Sawa. Mnakuja sasa ili kule kujiripoti hapa. Si ndio hivyo? Sasa huku kwenye makobola ba M23 bako wapi? Unapita nini? Poro kidogo kule mbele. Na baada ya taarifa hizo kutoka Uvira, tujielekeze moja kwa moja tarafani Fizi ambako M23 Twigwaneho wapigwa wakiwa na Chamte Makuni eneo la Point Zero huko tarafani Fizi. Kabla ya kipigo cha hii tarehe 16 majira ya jioni siku mbili zilizopita, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia tarehe 14 mpaka kufikia tarehe 16 asubuhi M23 180 walipoteza maisha kwenye uwanja wa mapigano, huku eneo la Katongo M23 22 wakijisalimisha na wengine M23 8 wakikamatwa mateka. Kutokana na msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mbuiregan alikuwa na taarifa ifuatayo. Oui, bien entendu, chers collègues, comme je vous le disais, 180 terroristes RDF M23 AFC ont été neutralisés par les FARDC durant ces 2 jours de combats consécutifs. C'était à la hauteur des collines Katongo et Toué. Donc, comme vous le savez, Katongo dans le territoire d'Uvira, Toué dans le territoire de Fizi. Outre cela, 22 se sont rendus auprès des FARDC à Makobola juste après les affrontements d'hier et 8 autres ont été capturés toujours là à Kigongo dans le territoire d'Uvira. Et au-delà de ces bilans, nous avons récupéré plus de 6 armes d'appui, dont des armes mortiers, des armes d'appui 107 mm et des autres armes mortier 82 et mortier 120. Et outre les armes d'appui, nous avons récupéré également quelques armes collectives comme les AK-47 et les PKM. Nous tenons aussi à préciser à l'opinion que la localité de Toué et les points appelés communément Point Zéro, toutes ces positions sont sous contrôle des FARDC. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans les réseaux sociaux l'ennemi en train de déformer comme quoi ils ont pris le contrôle de la localité de Toué et les positions des Point Zéro. C'est faux et archi faux. Aussi, nous condamnons tout acte de pillage, de vol et des biens de la population civile, précisément dans la ville d'Uvira. Même en ce moment où je vous parle, les M23, avec les parrains, les forces de défense du Rwanda, sont en train de piller systématiquement les biens de la population. Ils pillent les motos, tous les biens appartenant à la population et même certains biens appartenant à l'État congolais. Donc, comprenez qu'ils ne sont pas des libérateurs, qui sont plutôt des destructeurs. Ils ont volé même les liquides qui servaient à placer les goudrons le long de la route RN5 qui devait servir des travaux de réaménagement de cette route. C'est vraiment honteux pour une armée qui se dise moderne. Nous condamnons cet acte de pillage et de vol. L'armée loyaliste appelle la population à la vigilance et à ne pas céder à la peur, car fuyant la puissance des faits des FARDC,
il pourrait tenter de se fondre dans la population civile. Bientôt là, nous vous informons, la ville d'Uvira sera libérée car elle est congolaise. Je vous remercie. Baada ya taarifa hiyo, majira ya saa 6 za mchana, magaidi wa M23 kupitia Twirwaneho na Red Tabara walifanikiwa kuweza kujipenyeza maeneo ya Point Zero na hivyo kuanza kutuma picha mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, huku akisambaza kuwa tayari wamedhibiti maeneo hayo. Yalipofika majira ya saa 9 kuelekea saa 10, vikosi vya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kuongeza nguvu na hivyo kuweza kuwasambaratisha vibaya M23 Twirwaneho. Kwa sasa maeneo yote ya Point Zero na maeneo mengine yapo chini ya utawala wa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hii kutoka maeneo hayo yana mengi ya kuzungumza. Eto yabele tumubwela eno jangole nsao wabya etana donc elle était mise au point. Yabya etana yanjana Mbokoma Point Zero bya etana ubanda na nguru cha bubira. Byose tubitenda eno ekolo. Kwa hiyo mube makini mutungelelo. Tuanja na nsao waluvaleo. Wabo ambaka betululu lusuku. Bale muibe ansiasa chibashike ngacho ya ole naniki eno ekolo banjipata majibu lumba kabala wabale muisenga. Batenda to utwikela wakamanye nalo tenda lumurusuku ni bapana mo wabole muchwe tatwazo ibongamishia bato lakini ibe balo tenda nibo senpese sibila tomboje senpese techo yakana eyo chubucha mto nange na china ishi olusuku bo eta fini la recreation abatu bo yakwa lakini ngena chele yoto onge mitema ba muitangi yoto awaiselelwa ino mulonda bobe maisha mafile lumbaka ombwele babose babela na RCD mpaka lusuku bali muishi mu exil ni tete regime ikaloa ete lunu lusuku bile bitanju lakini umanye politiki chanshinga etocho tachicho we mabo na mtu lumbaka regime echo uba na suku checho uwa regime ya rebellion echo senga echo uba etibicho uba icho pala Coca-Cola ose analonda chika fulale na londa na fulula na sukola bisukola lakini echangala chime bala base baitanga lumbaka luito waiselelo wafizi Amuri William ya kutumba totenda abecha mukachele manga lakini fimbo ya mnywango ulipwa na Mwenyezi Mungu nde bamo batopana mwilondela ma exil tobo chisoma la tobo mutenda bitwande ande atobo mutenda tole mumuonya eli wakati yabe ni chukunja magoti ole pasteur revera weto waiselelo wafizi Amuri William ya kutumba mbeba maono eli wakati yabe nuichwa na mwiso emenu mabe na muchanyi ele ngena manga na buchili batu ele munjo unjwa mmeria ya balaa ele etu ele muunde mu babandi oyaya lombaka mamoni babe babo jampa babili bayike baso sena babike baso cyanye M23 babo ende wanza echo tetemo amvyo nibo bashanjika bulane yo banjika wa parcelle ma 14 sur 10 inoro mubulano ni mwana wa mwaminjo kuchimjo chanua ni mumubwela kamanga na bele mbatu babele mu lwanina le luitetelele ya na tolondelo ma message na baba bya ombe babo ni tolonde fasho tole muishi tocho yakwa Ibrahimu ocho ni motenda Ibrahimu ocho ale na barua chalo twande bo ma message nibo to regrete na bino na tolonjo so atole eske lunu suku batota bale mungu kama ngamboma yabo sambibo na mandika lumba kolo ewanza ale akili epumbafu ebabo enda bayenge mmo babele muiselela kama ngabatu bana mboke enonga nishibo into azwa mandika mpaka yo chimba kwansambia ole ashi ala akili nia na nikibola mwana wa bwenge achungwa minjo mbito etebino mule mwebo avertisema na mucho jisalimisha mone nsama pastor musame mushungwe amona baba banyalwanda ashishi abulu nusuku ebo babo batenda ba etarete bashi bacho baye abacholwana bacho na Mbokoma busuku niwe bacho chokoza barriere abazalendo ishire ule olombele ojuba barriere aba FARDC kisha barriere abazalendo bala ba FARDC bacho na lele olo twavamiwa bocho sanga bazalendo bana ba ese iba bawabishi iba ungwa mona ashi abo niyo topwa mpaka wa enge abanyalwana lunusu kweni obulana machi mamoso lwa maenge basi
kumbe mbakatile mbino chibashile molonda chidestabilize rute mwenga na umata wa muchombo ekyumbo ya bubili iba mwandole ndecha jabukuwa pale me babo bao ebo to kwato sope na to kyopikwa nishila iba to baye abato vamia barriere ala point zero basanga ba ambakalonge bale meso iba ipikwa ni pikelelo tatole motende bya bushabiki ngamwete telefone muto cheba to balo point zero. Na baada ya taarifa hizo ambazo kunazisikiliza kutoka Baraka One TV, unaendelea kupata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Kashose from Australia, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Irid, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel, Ramaki Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabu Elisha kutoka Nairobi, Sokolo Ayaba, Kizabe, Mashaka Ayamba, pia na wote ambao mko unasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Fizi, tujielekeze jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikatai mazungumzo ila lazima yatokane na utashi wa rais. Maneno ya Patrick Muyaya. Huku jijini Goma, vijana wataka kuondoka kwa M23. Kuta mbalimbali za jiji la Goma zimekuwa zikiandikwa hawataki M23. Tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wa serikali hiyo Bwana Patrick Muyaya ameendelea kusisitiza kuhusiana na mazungumzo ambayo rais wa nchi ameweza kusema hapo jana kwamba mazungumzo yatatokana na utashi wa serikali na sio vile jinsi wanavyotaka baadhi ya wapinzani, ikiwemo pia baadhi ya viongozi wa dini. Un dialogue, c'est laver les linges sales en famille, n'est-ce pas? Les linges sales, pour les laver, on les sort. La crise que nous connaissons, ce n'est pas une crise de légitimité parce que le président a été élu massivement à 73%. Même la Senco, dont on connaît les déclarations, a reconnu pleinement la victoire du président. On n'a pas de crise de légitimité. On n'a pas non plus de crise politique. La crise vient d'une agression extérieure. Alors nous, nous sommes de Congolais. Si nous sommes patriotiquement Congolais, est-ce qu'on peut être content de ce que nos populations vivent à Uvira? Est-ce qu'on peut être content de ce qu'en 4 ou 5 jours, on a tué 10 000 Congolais à Goma? Mais alors, lorsque nous disons que si les uns et les autres doivent être en mesure, ne fût-ce que de dénoncer le mal, où est le mal? Nous étions à Luanda. À Luanda, on est parti à l'invitation du président angolais, président en exercice de l'Union africaine. Nous sommes partis, il a fait des propositions au président. Le président est revenu, il a tenu des réunions, il est retourné. Et le président angolais, président en exercice de l'Union africaine, s'est assumé. Il a fait un appel public au cessez-le-feu. Parce que nous, depuis le début de ces processus, nous sommes transparents. Il n'y a rien que nous ne faisons sur lequel nous ne communiquons pas. Et c'est même cela la redevabilité dont Fred parlait tout à l'heure. Vous nous avez élus, on a l'obligation de venir devant vous pour vous expliquer ce que nous faisons du pouvoir que vous nous avez donné. On était avec le président, il est revenu, il a dit ce qu'il en était. Bon, maintenant, on parle de dialogue. Mais il faut savoir que sur les dialogues, le président, depuis longtemps, les dialogues politiques, le président, depuis longtemps, avait déjà donné son accord. Aujourd'hui, il existe une feuille de route conjointe préparée par les catholiques, les protestants et les églises de réveil avec le cabinet du président de la République. Les dialogues politiques qu'on veut faire, c'est un dialogue qui doit être complémentaire au dialogue entre guillemets militaire que nous avons avec le père Washington, que nous avons avec le fils Doha. On n'a pas fini, on a fini à Washington, il reste la mise en œuvre. Au niveau de Doha, on n'a pas encore fini, il y a ce qui se passe à Uvira. Ensuite, en interne. Donc, les moments venus,
c'est le président qui va convoquer ces dialogues, mais ces dialogues doivent venir se mettre en cohérence avec ce qu'on aura fait à Washington et à Doha pour être sûr que nous avons tous les pans de la crise. Alors, il faut que les uns et les autres évitent de voir la politique politicienne partout, parce que nous ne sommes pas dans un gouvernement de propagande. Les autres sont dans une propagande parce qu'il y a un besoin de désorienter l'opinion. La manipulation, vous pouvez la bloquer. Et pour bloquer la manipulation, vous savez quel est le bon comportement qu'il faut adopter. Lorsque vous identifiez un message qui vient clairement du Rwanda ou des comptes rwandais, pourquoi vous y croyez? Nous, on n'a rien à cacher. De toute façon, il n'y a aucun événement qui ne s'efface, qui ne soit pas relayé par un média officiel ou un média connu, Top Congo, Actualité ou RFI ou tout. Mais pourquoi nous croyons à ce à quoi on ne devrait pas croire? Pourquoi nous utilisons nos téléphones pour passer les messages des autres? Na kwa upande wa jijini Goma, vijana watoka kuandamana na kuionyesha jamii ya kimataifa huku wakichora michoro kwenye mabango mbalimbali na kwenye kuta mbalimbali za jiji la Goma kwamba M23 dégagé, ikiwa inamaanisha kwamba M23 waweze kuondoka. Vijana ndani ya jiji la Goma wameendelea kuteseka, kutaabika na manyanyaso wanayopata kutoka kwa M23, na hivyo wanatuma wito kwa serikali kuweza kufanya mbinu chini juu ili waweze kuokoa kutokana na magaidi wa M23. Bon, tuna alerte communauté internationale que nationale hapa kwetu Goma. Toujours leo ni le 16 janvier 2026. Mumeona balabala zote hapa kwetu tumelamuka zimeandikiwa mo M23 dégage, mabibambazi yote imeandikiwa mo M23 bobima, M23 mutoke, Barwande mutoke, murudie kwenu Rwanda tunabachoka. Malheureusement ba autorité ya Kinshasa munafunga masikio, munakuwa sawa vile hamutusikie sie population hapa, munakuwa sawa vile mshaka kutusakrifie. Sie population tuko na tuna hamu tugombolewe. Ndio maana muona tumeandika kubalabala, tumeandika kubambazi sababu tukenda ku march. Sasa unatoka bana kuua biko na uwa meme ataka 80 personnes banatia kushimu habangaike na mtu bana tufunga ovyo ovyo. Muliona sasa tuli alerte kusema ketu tuingie kwa barabara tufanye marche, balianza kutu ambia tulikula 50,000 ya Kinshasa, tulifanya nini oro Kinshasa, na sisi tuko na bataxe kama mnatutupilia mshakosa sasa vile mnatujisha mnatuua. Ndio maana tunasema trop c'est trop. Leo tuko kilio ya ndugu yetu ama patriote wetu Mzee Laurent Kabila leo le 16 janvier 2026 kwa kumkumbuka, na ndio maana mumeona tumeandika kubibambazi yote kubibalabala kwa kusema ke yeye ndio alituachiaka ili tuko ndani, na kwa kusema kama tuweze kujilibere. Gere itakuwaka ya population, gere itakuwaka populaire na itarudiaka kwa ilianziaka. Ndio maana tunashimama na kwa alerte ba autorité bebiko Kinshasa, mutu saidi cette fois-ci si tumefanya pare yetu si population, na nyinyi mkio tuungane muweze kutusaidia tunyanganye nchi yetu mikono ya Barwande benye biko hapa Goma. Muona bibambazi yote imeandikiwa hapo ke M23 dégage, M23 bobima, M23 mnatuchokesha. Donge ni population ndio inachoka hapa kwetu Goma. Trop c'est trop. Ni wenu Hange Nyoke Sikulume anasema leo tuko mkilio na tunasema tunataka liberation dans l'immédiat. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Bye bye. Rembo he yeyo mwanzayo akake kalu gavrila bembere kake si yeyo
Rebonevo. Mtoka yeyo kabisa ya hata 10. Ngulu azume.